5. Okay. Ndugu waandishi wa habari na umma wa Tanzania kwa ujumla, kwa majina naitwa Victor Baleke, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema kanda ya Nyasa, kanda yenye mikoa 5, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Songwe, Mbeya, Njombe pamoja na Iringa. Leo tarehe 5 mwezi wa 3 nimekuja kuzungumza na nyinyi hususa kuzungumza juu ya tukio ambalo lilitokea wiki iliyopita. Tulimsikiliza RPC kwa maana ya kamanda wa polisi mkoa wa Iringa akifafanua au akitoa tuhuma nzito ambazo zilikuwa zinamkabili mwenyekiti wetu wa mkoa anayeitwa Ibrahim Yovera na wenzake wawili. Leo tumekuja kwa maana moja. Tumeyasikiliza maelezo ya RPC, lakini tulikuwa tunajua ndani ya wiki labda wanaweza wakawa wamefanya jambo lolote, lakini na sisi tulijipa muda mkubwa wa kufanya tafiti ili tujue ukweli wa hili jambo ukoje. Mwenyekiti wetu wa mkoa wa Bavicha Kamanda Ibrahim Yovera ni mtu mkazi wa Iringa mjini. Mnamo tarehe 9 ya mwezi wa 2, katika eneo analofanyia biashara, kuna watu walimkamata mtu aliyokuwa wanamsuspect kwamba ni mwizi. Baada ya kumkamata, walikuwa wanampiga, kwa maana ya kwamba raia wenye hasira kali walikuwa wanampiga huyo kijana. Ibra kwa sababu ya kujuana na askari aliwapigia simu askari kuwaomba msaada waende wakamsaidia huyo kijana. Lakini baadaye askari walifika, wakaoneshwa huyo kijana, akawapa ushirikiano, wakafanikiwa kuondoka na huyo kijana. Tumeambiwa walikuwa ni vijana wawili. Lakini ilipofika tarehe 10 ya mwezi wa 2, majira ya asubuhi saa 3, tunaambiwa na watu waliotupa taarifa kwenye hilo eneo la Ipogoro kwamba huyo kijana aliyepigwa jana na watu wenye hasira kali alipoteza maisha. Baada ya kuwa amepoteza maisha, hiyo ni tarehe 10 saa 3 asubuhi. Tarehe 10 hiyo muda wa baadaye, kwa maana ya saa 10, mwenyekiti wetu wa Bavicha alipigiwa simu na askari kwamba akaripoti kituo cha polisi kwa mahojiano. Alipofika kituo cha polisi Central Iringa, wakamdetain, kwa maana walimchukua wakamkamata wakisema wanamtuhumu kwa kosa la shambulio. Hiyo ni tarehe 10. Sasa baada ya tarehe 10, familia yake ilihangaika na baadhi ya viongozi wa chama kuhakikisha anapata dhamana, yeye na pamoja na hao wenzio wawili. Lakini walitumia zaidi ya siku 7 mpaka ilipofika tarehe 17 ndio mwenyekiti wetu akapewa dhamana kwa kosa la shambulio. Lakini kilichotustua zaidi kwenye ya RPC, tunashangaa ni kwa nini RPC ameamua kuuhadaa umma wa Tanzania. Na kinachotushangaza ni kwa namna gani ameamua kutunga makosa ambayo hayakuwepo kwenye tuhuma alizokamatiwa Ibra. Tumemsikia RPC akizungumza kwamba Kamanda Ibrahim amekimbia baada ya kwamba yule kijana aliyekuwa ameshambuliwa waliomripoti polisi kusikia kwamba amefariki, kwa maana ya kwamba Ibra amestuka kwamba hiyo kesi ya mauaji itakuwa ni kesi kubwa. Sasa mimi nimuulize RPC na tuwaeleze Watanzania wapime. Huyu kijana ambaye wanasema ameuawa, aliuawa Ibra akiwa bado hajakamatwa, na ameuawa kwenye mikono ya jeshi la polisi. Sasa kama wanasema Ibra ni mtu alishiriki kesi ya mauaji, ni kwa nini walimdhaminisha hiyo tarehe 17? Kwa hiyo tunamtaka RPC atueleze ni kwa nini anataka kuwadaa umma, ni kwa nini anaongea uongo ambao kwa mujibu wa sheria za jeshi la polisi, kwa mujibu wa sheria za mwenendo wa makosa ya jinai, kama ni kosa la mauaji, sheria zetu zinasema mtu hawezi kupata dhamana. Ni kwa nini walimdhaminisha? Lakini tukienda mbali zaidi, hiyo tarehe 18 ambayo tunasema mwenyekiti wetu amepotea, tarehe 18 ndio siku aliyopangiwa, the day after bail, yani siku ya dhamana, kesho yake akaambiwa akaripoti. Alipofika kwenye kituo cha polisi Central, alikuwepo yeye na hao vijana wawili, lakini walikwenda kwa bajaji, kwa maana ya bajaji ya kukodi. Walipofika Central, bajaji aliwashusha, wakaingia kituo cha polisi Central. Walivyoingia kituo cha polisi Central, ndio mwanzo na mwisho wa Ibra kuonekana tena mtaani.
Sasa tunashangaa RPC anatoka hadharani anasema kwamba Ibra akwenda kuripoti kituo cha polisi Central. Tunataka tumuulize ni kwa nini anazungumza uongo, na kama amepotoshwa tunamlai kukosea sio jambo, arudi afuatilie viongozi wake waliompa hizo taarifa. Na kwa mnaofahamu, kituo cha polisi Central Iringa kimezungukwa na watu. Upande mmoja kimezungukwa na Central na soko, upande mwingine kina hospitali ya rufaa, upande mwingine kina jeshi la zimamoto. Sasa sio kitu kimetokea kwa kificho, na tunao watu ambao wamemshuhudia Ibra akiwepo Central Polisi. Kwa hatua za mbele tutawaleta ili watoe maelezo kwamba walimuona Ibra akiripoti, na RPC atuambie ni kwa nini anadanganya kwamba Ibra kwenda kuripoti. Lakini ambacho tunakiona kwa RPC wa Iringa, ikiwa RPC anadai kwamba hawashikilii, basi kwa tafsiri nyepesi anakiri kwamba mkoani Iringa sio mkoa salama kuishi. Vituo vyake vya polisi sio sehemu salama kwenda, kwa sababu huyu mtu amefika Central Police kwa ushahidi ambao upo, na hata mpelelezi wake wa kosa tumezungumza naye, anatuambia Ibra alikubaliana naye wakutane saa 2. Mpelelezi anasema nilichelewa. Nilipofika saa 4, yeye mpelelezi alifika saa 4 Central. Akaambiwa na askari wenzie kwamba huyo kijana alikuwepo hapa. Kwa hiyo tunachokiomba jeshi la polisi kupitia kwa RPC wa Iringa watoke watueleze, wajibu hayo mambo ambayo tunawaambia kwamba ni kwa nini walimdhaminisha mtu alikuwa anasema ameua, lakini cha pili, inawezekanaje mtu akapotea kwenye mikono ya jeshi la polisi kwenye kituo cha kati Central Iringa. La mwisho sio kwa umuhimu, ukisoma sheria ya jeshi la polisi pamoja na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya majukumu makubwa ya jeshi la polisi ni kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katiba yetu ibara ya 14 iko very clear, imeeleza kila mtu anayo haki ya kuishi, kupata hifadhi ya maisha yake kutoka kwa jamii kwa mujibu wa sheria. Sasa matakwa yetu ni nini? Matakwa yetu kama BAVICHA kanda ya Nyasa, kutokana na ukimya huu na kauli ya mashaka na ya upotoshaji iliyofanywa na RPC, kamanda wa polisi, kamanda Bukumbi wa mkoa wa Iringa, BAVICHA Nyasa tunatoa msimamo ufuatao. Moja, tunamtaka mwenyekiti wetu wa baraza la vijana mkoa wa Iringa, Kamanda Ibrahim Myovela, na wenzake wawili waachiwe huru bila masharti yoyote. Na kama wanakosa, hilo ni la pili, kama wanakosa ambalo wanasema RPC ni la mauaji, wapelekwe mahakamani wakashtakiwa kwa kosa la mauaji. Lakini pili, tunampa RPC masaa 48. Kama atashindwa kufanya hili jambo, sisi kama BAVICHA kanda ya Nyasa tumejipanga, tutakwenda ofisini kwa IGP kuzungumza juu ya hizi taarifa na uongo uliotolewa na RPC wa mkoa wa Iringa kufuatia tukio la kutekwa au kukamatwa kwa ndugu yetu akiwa kwenye kituo cha polisi Central. Lakini kilichotutia shaka zaidi kwenye uadilifu wa RPC amekwenda mbali zaidi. Anamtuhumu mwenyekiti wetu wa baraza la vijana mkoa wa Iringa, Kamanda Ibrahim Myovela, kwamba polisi mwanzo walikuwa wakimtafuta kwa makosa ya kuchochea vurugu ya maandamano ya uchaguzi wa 2025. Lakini anasema Ibra alikuwa na mipango ya kuweka sumu kwenye vyanzo vya maji. Sasa ni tuhuma ambazo ni kubwa, tuhuma ambazo ni nzito. Sisi tunamtaka Kamanda RPC apime kauli zake zidi ya matamko anayotoa, hususan anapozungumza na vyombo vya habari. Leo unapozungumza kwamba kuna mtu ameweka sumu kwenye vyanzo vya maji, hayo maji yanatumika na watu na wanaweza kuona hayo matamko yako. Sasa hiyo taharuki ya mji wa Iringa, sijui ameipima kwa minajili ya kusimamia usalama wa raia na mali zao, kwamba inampa matokeo gani. Kwa hiyo kwa nyakati za mbele tutaeleza kwamba ni kwa nini tunaamini RPC anayafanya haya, na ikiwezekana nyuma ya haya kuna nini. Mwisho nitoe mwito kwa vijana wote wa kanda ya Nyasa na taifa kwa ujumla. Vijana wenzangu, lazima tujiulize haya mambo yataisha lini. Wewe kama umekaa nyumbani unacheka, lazima ukumbuke kwamba kuna mama mzazi
mama wa huyu Ibra anasubiri nyumbani kwake agongewe mlango na mtoto wake, akipiga hodi labda atamuona. Anasubiri kuna muda labda simu yake itaita aone namba ya mtoto wake. Lakini wanajiuliza maswali haya kwamba mtoto wetu huko aliko amekula, afya yake ipoje, au ameuawa? Sasa ni mama ambaye anashinda kwenye korido za polisi akizunguka akitafuta hatima ya mwanae. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu, kanda ya Nyasa na taifa kwa ujumla, tufike hatua tupige kelele, kwa sababu kukaa kwetu kimya ni kuendelea kutoa kibali kwa watu wengi kuendelea kupotea kadri itakavyowezekana, ambavyo watu wanaweza kufanya ambao ni watu wabaya. Nishukuru sana, lakini nieleze kwa hatua ya sasa tumetoa masaa 48. Baada ya hayo masaa tutafunga safari kwenda kukutana na Inspector General wa polisi Kamanda Camillus Wambura kueleza mambo ambayo yana contradict kwenye maelezo ya RPC wa Iringa na uhalisia wa tukio. Asanteni sana na Mungu awabariki.